Ehe, kulikoni? Mkuu, mjomba amekuja. Ametuzidi nguvu. Ameondoka na mjomba wake. Aliyekuja ni mjomba au ni shemeji yangu? Mkuu, ni mjomba wake. Tena amekuja kwa nguvu ya ajabu. Vipi kaka, mbona upo hapa? Nilikusikia unaongea kwa Masma. Nikaambia bwana nikungoje tu hapa. Ndiyo, nikopo napiga story pale na Masma. Basi twende kwako. Twende nyumbani kaka. Simu na vitu vizuri huko, kuna table. Hilo kujifunza kuangalia table. Table ya 5, table ya ngapi, unajifunza kuangalia huko. Sio unacheza vitu ambavyo vieleweki sawa. Kila saa game tu, inaweza. Wengine wanaingia kwenye mahesabu. Kama mna mahesabu, mna vitabu vya dini unasoma sawa. Sawa. Ndio faida ya simu. Mume wangu. Nilikuwa pale kwa Masma napiga story. Kaka alipokuwa akipita, akanisikia ndo akanifuata. Kaka karibu. Asante. Kwa leo umeshinda. Kwa kitendo hiki ulichokifanya, sitokuwa radhi na wewe mpaka nikuue. Kinachoangusha nyie, mnatumia nguvu zaidi kuliko akili. Na kinachotakiwa sasa, tutumie akili zaidi kuliko nguvu. Sawa, tupe mwongozo. Eliza, ukifika nyumbani mdai mumeo talaka. Akimpa talaka hatutafanikiwa jambo letu. Tunatumia akili. Kitendo cha Eliza kudai talaka, wataamini kabisa kuwa sisi tumeshindwa. Na wao watajipa ushindi. Hawatawaza jambo lolote kuhusiana na sisi. Na hiyo itakuwa ndio njia pekee ya sisi kuwaangusha na kuwashambulia. Hapo sasa nimekuelewa. Eliza. Abe. Kinachotakiwa ni kufuata maelekezo yangu mpaka tukamilishe lengo. Sawa mkuu. Mume wangu. Naam. Samahani kwa hiki nitakachokuambia. Endelea na kusikiliza. Mpaka tulipofikia, mimi naona inatosha. Kila mtu afanye mambo yake. Una uhakika unachokizungumza? Ndiyo, na uhakika. Kwa sababu hamna tena raza ya ndoa. Mimi Matata, kwa akili yangu timamu, bila kushawishiwa na mtu yoyote, natamka sasa nimekuacha. Kuanzia leo sio mke wangu tena. Kila mtu afanye mambo yake. Ukirudi nyumbani mkeo atahitaji talaka yake. Wewe mpe, maana muda nguvu umekwisha. Sasa hivi tunapigana vita vya akili. Sawa, nimekuelewa. Hapo umeingia chuo cha wanaume. Utakojoa umesimama. Umeshapatikana. Unadhani vita imeisha? Ngoja tukuingize kwenye mtego. Tumefanikiwa kupata kile tunachokitaka. Sasa tuache wajisahau kidogo ili tumalizie kazi. Kwa hiyo kila mmoja nitampa mapumziko mpaka pale tutakapojulishana. Sawa? Sawa mkuu. Kabla hujafanya jambo kwa mwenzako hata kwako, jiulize nini matokeo ya kesho. Aziza, mbona siku hizo ueleweki? Kila nikikutafuta unanikimbia, kulikoni? Hapana, si kwamba nakukimbia. Sema nilikuwa busy sana, ndio maana nilikuwa hivyo. Sema sasa hivi nipo huru, muda wote ukinisaje na kuja. Kama kweli unachosema, twende nyumbani sasa hivi. Hamna shida.
kiukweli na enjoy sana nikiwa na wewe. Yaani kwanza hata sijui kwa nini kila nikiwa mbali na wewe nakuwa sijisikii furaha mimi. Ila kuna kitu mimi nimekiwaza. Kitu gani hicho? Unajua nimekaa nimefikiria, nimeona wewe umeumbwa kwa ajili yangu mimi. Kwa nini? Umeolewa kwa mwanamume wa kwanza, amefariki, nimevumilia. Umeolewa kwa mwanaume wa pili, lakini pia nimevumilia, naye amefariki. Mwanaume wa tatu sasa umeachana naye. Hivi uone kama wewe umeumbwa kwa ajili yangu? Wewe mwenyewe hilo hujalitambua? Eti. Sawa baby, mimi nimekuelewa. Sasa tufanye kitu hiki kimoja. Mimi naomba nikuoe. Yaani hizi raha ninazozipata sasa nizidi kupata zaidi na zaidi nikiwa na wewe. Yaani uwe mke wangu. Enjoy, nijiachie. Baby, kuna mapema sana. Sasa hapo yaani cha ajabu mimi sasa, kwa sababu unajua unanijua zaidi. Yaani kati ya watu unaowafahamu zaidi ni mimi unanijua. Kipi nisichokijua kwako au kipi usichokijua kwangu ambacho nakitazamia kwa sasa? Si unanipenda? Nakupenda sana. Hata mimi nakupenda sana. Basi fanya hivyo. Ila nataka nikuahidi kitu kimoja. Ndio. Kwa sababu sitaki ujisikie vibaya. Niambie. Nakuahidi kitu hiki, sitaolewa tena. Kwa hiyo nitabaki na wewe. Kweli? Nitakuwa wako. Mkuu, ni muda sasa. Naona huko kimya, sielewi kinachoendelea, na wale watoto wako mtaani wanarukaruka tu, hawaeleweki mpaka sasa. Kwani kuna baya lolote katika kurukaruka kwao? Hapana, hakuna baya, lakini naona muda jinsi unavyokwenda na sijasikia chochote, ndio maana nikaja ili niulize. Na kama hakuna baya, acha waendelee kurukaruka, acha wacheze. Katika hilo mimi nakumbuka, najua muda ukifika haina shida, kila kitu kitakaa sawa. Sawa. Kuwa na amani. Mbona siku hizi na kupigia simu zangu upatikani, yani uokoti kabisa simu zangu? Nilikuwa busy kidogo. Sema sasa hivi niko free. Juzi nimekuona mtaa fulani hivi. Ulikuwa unapita hivi. Wapi? Nimekuona na mtu fulani hivi kama mnakumbatiana, mmeshikana, kuna sehemu I think mlikuwa mnaenda sehemu fulani. Mnaelekea. Basi nishakumbuka. Yule pale alikuwa ni rafiki yangu. Rafiki yako ndo mshikane vile kweli? Sasa rafiki yangu tu tumezoeana, kwa tushazoeana. Usiwe na wasiwasi. Sio kama hivyo unavyofikiria wewe. Ya kweli hayo? Okay, basi poa. Mimi vipi lakini tunaweza kuonana leo? Kwa leo hapana. Maana leo na haraka naelekea hapo chini mara moja. Vipi kesho? Kwa kesho? Kwa kesho sawa, kesho sina ratiba yote. Kwa hiyo kesho kama saa ngapi? Sasa nitakwambia, bora kwa na haraka. Poa, asante sana. Sasa muda umefika. Kwa hiyo waambie wote kesho tukutane, kazi ianze. Jana unapata taarifa sasa hivi. Kuna muda najiuliza na sipati majibu kabisa. Naona giza, kesho yangu imefichwa. Kama ningejua kesho, huenda ningeacha hichi ninachofanya. Huenda ningejua kesho, ningeongeza juhudi kwenye hichi ninachofanya.
ukifanya jambo kwa mwenzako hata kwako, jiulize nini matokeo ya kesho. Unafurahi leo tamu kwako, kwangu chungu, ila tambua kesho kwako chungu, kwangu tamu.